kwamba nambe mbarolekisi makanu niwenturo kuba nimbake gana jintungwa abasimba abo mwamakira kirofungwa na Mutibwa akiri kuti zikavugireyo kanene makaba rongo kusubo kubabona ni mulimo sikangeke no mwana unwararange no bwenge unutingo ko yarura kana kamwe wajat yego oundi yego akiri kut safi safi ndero kuingire mugwatane tena kuti kuti haya hawa sasa kuti kuti kutyo nana kona yai kutyo linwe no gende kutyo 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 sasa kutyo sasa tena sawa kabisa. Taratibu sasa. Taratibu uko tayari? Pole pole sasa. Msikimbie taratibu. Waingie huko. Hapo mbona hapo. Napita chafu. Nyosha mkono. Hivyo sasa mundo lako genu kutyo safi mundo la genu haya mwejibigapu sasa haya mbe musuwekisi kutyo hapo. Haya, imetosha. Hapo sasa.
Karibuni watumishi wa Mungu. Hapa bwana harusi mkono wa kushoto na viti 6 vimepangwa mahali hapa. Sasa tunapoanza harusi hii, ianze ibada hii katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amina. Naomba tusimame tuombe. Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinulia sifa na utukufu kwa matendo yako makuu katika maisha yetu pamoja na kutuweka. Tuongoze kila mmoja wetu Bwana kwenda kushiriki tendo hili kwa uaminifu na kwa upendo mkuu. Kama Kristo alivyolipenda kanisa, ndivyo nasi tuongoze kwenda kushiriki ibada hii kwa furaha na amani. Tunampinga yule mwovu shetani kazi yake kujihudhurisha katikati ya watu wako. Kwa jina la Yesu Kristo na nafasi ya ibada hii, damu ya mwanao Yesu tutende kutufunika na kutuosha na kututakasa, kutupa kibali tuende kuyatenda mapenzi yako. Nawe Kristo kupate kuinuliwa. Kwa Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Naomba tuketi. Wanakwaya tupe wimbo. Tujipange mahali mlipo hapo, tupe wimbo wakati msafara wa bwana harusi unasogea. Na yule mwenzako Yeah.
Mbona mko mbali mbali? Wewe sogea. Hivyo sasa. Aha. Udo, musigo kunura muno mbere. Sasa. Haya. Emisango jenu. Haya. Afunga mlango. Baba inyuma na mukondere yosi. Good.
zake za furaha zakaribia kwetu. Natumaini Jehova, hakuna kinachoshindikana juu ya mamlaka yako, yote Bwana yanawezekana. Tazama Bwana, tunapoianza hii ibada, Mungu nenda pamoja nasi. Tunaye mtumishi wako Bwana, mchungaji wetu ambaye Bwana anataka kwenda kunena neno lako kupitia katika maandiko matakatifu. Nenda Bwana ukaseme naye, kamguse Bwana, kwa sababu wewe ni mwema. Ninaamini Jehova utakwenda kumgusa na utakwenda kumtumia kama jinsi wewe upendavyo. Ninaamini Jehova wewe ni mwema. Nasema maneno madogo kwa mtoto wako na mama hivyo. Kanisa safi. Safi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninashukuru sana kwa hao watoto kuja kusimamisha mbele ya kanisa, kitendo ambacho kimetupa shauku nzuri zaidi. Mimi kwa jina anaitwa Mungu Misana Nyamboga. Ninayo furaha ya pekee kumkabidhi ndugu Mafuru Mgeta. Ni kitendo ambacho nimeshukuru sana. Ninaomba tu ndani ya maisha yao waishi vizuri na kuheshimiana. Amen. Kwa jinsi mchungaji alivyotoa maandiko yaliyosema, pendaneni, mheshimiane ndani ya maisha yenu mpate maendeleo. Msimame wote wawili. Sikiza maneno yanayosema. Ninachokiomba mwanangu Godliva, hatua ya leo iliyofika kusimama mbele ya kanisa pamoja na jamii yote na sisi wazazi, ni kitendo ambacho na sisi tumejisikia vizuri sana. Kwa hiyo ninaomba moyo uliochukua pamoja na Elias, tunawaombea maisha mema na Mungu awabariki, ili mtakapokuwa ndani ya ndoa yenu mjaribu kufanya maendeleo yenu pamoja na ushauri mbalimbali ndani ya maisha yenu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Baada ya maisha. Kwa hiyo naombea kama unakubali kumpokea mtoto wetu Godliva, haya useme, kama utaki utuambie sasa hivi. Bwana Mafuru. Mama anauliza sasa, unampokea Mwinga? Kama wanampokea Mwinga, kama wanampokea. Asante sana mama. Ngoja tumsikize Bwana Mafuru anasemaje. Na mama. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa kweli naitwa Mafuru Mgeta na ni mwenyeji hapa kwa Kafunzo. Nadhani mimi Mwenga nitapokea vizuri na nimeshapokea tayari. Na nadhani sikipokea nisikuja hapa kanisani. Kwa hiyo maana yangu ya kuja hapa kanisani ni kwamba ninampenda ndugu wangu. Kwa hiyo mimi namwombea tu Mungu aendelee kutoa shukrani pamoja na ushauri ili waendelee kuishi pamoja. Kwa hiyo Mwenga, mimi nimempokea kwa mikono miwili. Amina. Na wewe mume wangu, mwanangu, naomba ukae vizuri na mke wako. Amina. Ndio yangu. Asante sana.
Bwana asifiwe. Godiliva ameweka na wazazi wa mume wake wamepokea rasmi. Sasa anakwenda kwenye tendo jingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao tumekutanika hapa leo, sikilizeni Mungu anavyosema katika neno lake takatifu katika waraka wa Ibrania sura ya 13 ile mstari wa 4, kuwa ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ndoa ni takatifu kwa wote, kwa sababu ndoa iliwekwa na Mungu kwa wazazi wetu wa kwanza walipokuwa hawajamwasi Mungu wala hawajaonekana na uovu wowote, na walikuwa hawajafukuzwa kutoka katika bustani ya Mungu. Ndoa iliwekwa ili watu wakae mume na mke pamoja, wote wakiwa sehemu takatifu ya mwili wa Kristo. Tena kwa mapenzi ya Mungu wazae watoto wawatunze kwa kumjua Mungu, ili kutimiza utukufu wa jina lake takatifu. Tena ndoa iliwekwa ili mume na mke wawe mwili mmoja, wapate kusaidiana na kufarijiana wao kwa wao, ikiwa katika utajiri au maskini. Ndoa iliwekwa na Mungu ili iwe ishara ya umoja ambao Roho Mtakatifu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo amefunga ndoa na miili ya watakatifu waliookolewa hata milele. Wao ndio eklezia yake takatifu. Kwa hiyo ndoa ni takatifu sana, na ni jambo kubwa, wala haifai mtu kuingia ovyo ovyo kwa kutimiza tamaa za mwili tu, bali tuingie katika ndoa kwa upendo, kwa kujilinda wenyewe kwa utakatifu, kwa kumcha Bwana. Hivi sasa, ndugu wapendwa, tumekusanyika mbele ya Mungu na machoni pa watu wake ili kubariki ndoa ya Bwana Elias na Godiliva, ndoa takatifu hawa wawili. Hivyo ninapenda kuambieni nyinyi wawili, Godiliva pamoja na Elias, ya kuwa yapasa mwelewe kwamba anayefunga ndoa ovyo ovyo katika amri ya Mungu bado hajafungishwa na Mungu. Ndoa yao si haki na halali machoni pa Mungu. Kama kuna neno mtu analo la kuwazuia kubariki ndoa ya watu hawa, aseme sasa. Karibuni aliye na neno. Kigiyaya watizofunga mazuri yote halebo Elias. Sio mtu akusema kwenu wawili mume na mke ni jambo la kuwazuia kubariki ndoa yenu, na wenyewe wanasema hawana. Sasa tugeukiane sasa. Wahusika sasa iwape viapo vyao, watuthibitishie. Watatamka wao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wanisikilize kwanza kabla ya mambo mengine. Nisikilizeni kwanza. Wewe Elias, unakubali Godiliva aendelee kuwa mume wa mke wako? Utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumlinda hata katika ugonjwa au uzima. Tena utakaa naye peke yake siku zote za maisha yenu? Ndio, nakubali heshima. Piga leo watumishi wa Mungu. Wewe Godiliva, unakubali kuendelea kuwa mke wa Elias katika maisha yako yote? Utamlinda na kumtunza, utamheshimu na kumpa kibali kuendelea kuwa baba wa familia, hata katika ugonjwa, hata katika umaskini, hata katika utajiri? Ndio, nakubali. Kigeregere. Sasa ndio kiale tena, bibi harusi na bwana harusi. Tuanze na bwana harusi.
Mimi Elias Mafuru Mgeta ninakuvika wewe Godiliva Mlungu sana pete hii kama ishara ya upendo kwangu Baba. Natamka wazi kwamba wewe utaendelea kuwa mke wangu. Kweli nitakupenda na kukulinda mpaka kifo kitakapotenganisha, kama amri ya Mungu ilivyo. Katika hayo yote nitakupenda. Ninakupa kiapo changu. Vigelegele. Anaweka kiapo chake Bwana Elias kwa Godiliva. Bwana asifiwe. Haya, tunakwenda kwa Godiliva naye tusikie anasemaje. Anakubali kupokea pete kutoka kwa mume wake. Mimi Godiliva Mlungu sana ninapokea kutoka kwa wewe Elias Mafuru Mgeta pete hii kama ishara ya kuonyesha kuwa nimekubali wewe uendelee kuwa mume wangu. Kweli nitakutii na kukupenda mpaka kifo kitakapotenganisha, kama amri ya Mungu ilivyo. Na katika hayo yote ninakupa kiapo changu. Vigelegele. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Wametuthibitishia ya kwamba wataendelea kuwa mume na mke, si ndio? Wametuthibitishia kuwa mume na mke, si ndio? Inawarukia na hela. Sasa inaonekana mna baraka sana. Tufumbe macho tuombe. Bwana Mungu mlinzi wa watu wote, Mungu mpaji wa mibaraka mioyoni na rohoni, Mungu wa uzima wa milele, wabariki hawa wawili Elias na Godiliva kama vile ulivyowabariki Isaka na Rebeka wakaishi kwa uaminifu. Hivyo hawa nao washike maneno ya viapo vyao walivyovitoa mbele ya uso wako siku ya leo. Mungu, katika rehema zako na upendo wako uwalinde hawa wawili maishani mwao, wapate kutimiza ahadi zao katika utukufu wako, wakutumikie wewe katika haki na utakatifu wa kweli. Twaomba haya kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amina. Baba, pige magoti. Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amina. Vigelegele. Bwana Yesu asifiwe. Wamekubali kuendelea kuishi katika ndoa yao takatifu, na wamekwisha kutoa viapo vya mbele ya Mungu na mbele ya mkutano huu. Mimi nami nawaambieni nyinyi nyote kuwa ndoa yao imebarikiwa na Mungu, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amina. Bwana asifiwe sana. Niwaombee sasa, tusikilize. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa rehema, mlinzi wetu, kimbilio letu, msaada wetu wakati wote, ninakushukuru sana kwa ajili ya Elias na Godiliva, jinsi ambavyo siku ya leo wameweka agano mbele za uso wako, tena agano jipya la kuishi pamoja akiwa mume na mke na kuwa mwili mmoja. Uwajalie afya njema kimwili na kiroho, ukiwalinda na kuwatunza katika mikono yako ya uweza. Na kwa jina lako Yesu tusende kuwabariki kwa baraka zote, pate kuwabarikia kupata watoto ndani ya malango yao, na familia yao uendelee kujua wewe
wakaendelea kulitumikia shauri lako, Mungu wa uzima. Asante kwa ajili ya kanisa la Kafunzo. Ninakushukuru kwa uaminifu mkubwa, kwa sababu Mungu umetukutanisha kushuhudia tendo hili la baraka ndani ya kanisa letu. Tujalie neema na rehema, wala ambao tutapata wenzi wetu, tukapata wenzi wetu kwa njia ya kupendeza wewe, ili siku moja tusimame madhabahuni pako kukuabudu na kukusifu tukiwa na wenzi wetu. Neema na rehema ziwe pamoja na sisi sote waliokusanyika. Naziombea familia hizi mbili, familia ya Bwana na Bibi Elias pamoja na Godriva, uwasaidie kuendelea kupendana kama wasanji, waishi pamoja na pamoja. Neema na rehema ziwe pamoja na sisi sote tunashuhudia tendo hili. Kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amina. Naomba tuketi. Ya ushindi ya kwamba tumemshinda shetani, tunaingia katika ndoa takatifu ya mume na mke waliookoka. Karibuni kwa kuvikana mataji wakati wakiendelea wapianza. Haya, vigelegele. Hayo ndio maneno. Bwana asifiwe. Hayo ndio maneno. Nyinyi mulie tu, kila mtu na hatuko msibani, tuko kwenye harusi ya vijana wetu. Haya, Godriva. Haya, mambo ndio hayo vizuri. Amina, amen. Hao ndio wanawake watakatifu wanaopenda waume zao. Bwana asifiwe. Vigelegele tena. Haya, na waheshimiwa ni bwana na bibi. Ngoja watu waone kama wanakumbukana vizuri au wamesha sauliana. Utawaona. Haya, kaka msogelea, kaka mfuata. Haya, tuone kaka msogelea, kaka mfuata. Kana meza na mate fundo moja. Haya, vigelegele. Yaani wewe. Haya. Sasa kanasema na mimi bwana, mimi ni bomba kuliko wewe. Nakuja. Haya, nakuja. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Haya, tunakwenda sasa kwenye kuweka sahihi zao kwenye vyeti vyao, kuthibitisha kwamba wamekuwa mume na nani na mke. Lakini haya, matrona turekebisha mitambo hapo. Bwana Elias na Bibi Godriva, kila mmoja sasa azime hiyo mshumaa. Tumekinyama la mlomo. Tuwakate ngema hapo, zima hapo, kila mmoja zima wapake.
tunawasha sasa kwa pamoja, maana ni mwili mmoja. Elias, sogea. Chukua njiti, wewe upande kupacha, wewe upache. Haya, sogea kwenye mshumaa. Sogea. Tumekwisha kuwazima wale wengine wote, twende. Shirikiana kuwasha. Shirikiana vigelegele. Walomolomo kwa heri. Haya, asante sana. Tuketi sasa. Karibuni wanapaya kwa wimbo mmoja wakati tunatoa matoleo ya sadaka. Wazee wangu mtuweke chombo pale, mpokee hizo bahasha za sadaka na wewe na sadaka. Ongoza kwa kila mtu. Ni kwa Yesu Kristo aliyeongoza maisha yetu. Amen. Asante wanakwaya, nimaliza kwenye muda mwafaka na mimi nimemaliza hapa. Au bado mna wimbo mwingine tena? Ndio mwafuta. Kuna kwaya nyingine? Watoto wa Ike. Mpo? Au kuna kwaya nyingine? Haipo. Au andike jina. Sisi hapa andike jina. Hata majina mawili zinatosha kwa sahihi, hiyo ni sahihi. Picha kulikoswa. Fanyaje? Sasa mkipata picha.
Haya ni kipindi kizuri, tunawakabidhi vyeti vyao vyote, vyeti vya viapo pamoja na shahada yao ya ndoa. Naomba wote wasimame wanne, tuwakabidhi. Nianze na kiapo cha Bwana Elias Wafuru. Naomba upokee baba kiapo chako cha ndoa yako kamilifu kwa ajili ya Godiliva. Mungu akubariki. Godiliva, naomba upokee kiapo cha ndoa yako kwa ajili ya Elias. Mungu akubariki. Nafuata cheti chao sasa cha ndoa. Hii inaitwa shahada ya ndoa. Kila mmoja ana cha kwake. Naomba Bwana Elias upokee cheti chako cha kubariki ndoa. Mungu akubariki sana. Asante sana. Kae katika ndoa takatifu. Jaribu upokee cheti chako cha ndoa. Mungu akubariki. Kae katika ndoa takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelekea mwisho sasa. Tunapomaliza kuweka thibitisho hivi kwao, kama kuna watu wanahitaji kupiga picha na watu hawa, niwakaribishe. Kama kuna watu wanahitaji kupiga picha na bwana harusi wetu, ni nafasi yao, lakini unapopigwa picha utalipia wewe mwenyewe, sio mzigo wa bwana harusi na bibi harusi. Msije mkawaingiza kwenye madeni wakaingia kwenye kudaiwa. Ndio piga picha nao, ndio kwamba buku na kuhusu wewe mwenyewe. Na kameramani yuko hapa, mtakubaliana. Hili jambo la pili, endelea kuwaomba wazazi pande zote mbili, tuendelee kuwatia moyo watoto hawa ili waendelee kuishi katika ndoa yao takatifu, maana wameweka agano na Mungu wao. Tuko pamoja watumishi wa Mungu. Wakati huu sasa tunapopenda kufika mwisho wa kubariki ndoa ya watoto hawa, niombe kama kuna matangazo, karibuni. Baadaye macho nianze kuandaa msafara ili tuendelee tukasalimiane. Kama kuna matangazo kwenye uongozi wa kanisa, karibu. Ya mimi taimba nyimbo za kibali kwa hekaluni mwako kwa ajili ya ibada ya harusi. Asante kwa ajili ya Bwana Elias na Godiliva kutukusanya siku ya leo pamoja na watu wote tuliokusanyika ndani ya nyumba yako takatifu kwa ajili ya ibada hii. Tujalie afya njema, kiburi na kiburi, ukiendelea kutulinda na kututunza, tukae mikononi mwako. Tupe hekima na maarifa kuendelea kuishi maisha na kupendeza wewe. Kristo kaendelea kutawala ufalme wa Kristo yetu. Neema na rehema ziambatane nasi tunapoendelea sasa na sherehe katika malango ya mtumishi wako Mzee Mafuru. Tunaomba neema yako ikaendelee kutupocha na rehema ziendelee kwa pamoja na kila mmoja wetu. Tushiriki neema wote. Sasa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amina. Naomba tuketi. Tunapotoka nje, tutangulia Bwana Elias na mke wake, atafuatia msaidizi wake.
vidole, wewe mwenyewe utajua utakavyotoka. Hivyo na huyo na Rebeka pamoja na Boazi, mtajua utakavyokuwa mnagonga. Karibuni tukipande pande. Asanteni kwa kuja, kiukweli nimependa kampani yenu, nimependa. Asanteni kwa kuja, kiukweli nimependa kampani yenu, nimependa. Siwaleno, nakupenda kwa kitendo, ndio mkuu, naomba unisamehe.
sasa. Unapita kabisa. Alafu unapita hivi. Kutiera. Kutyo. Chukua hapo na maji yako hapo. Haya, na maji yako niachukue. Alafu fungua mlango kama unaingia huko. Haina shida hata kama ikikataa. Haya. Benaneko ka hai. Unanipako hai. Unapoka mkono sasa. Funga mlango wa gari sasa. Haya, hata ukirudi tu. Rudi moto. Haya, na hapo katikati hivyo hivyo nyinyi mnatoka sasa. Mnapita hivi mnarudi hivi mnapita. Nyinyi wengine. Hivi ndio vimedumu. Hivyo sasa hivi kwa yani kwenye jua vyote. Peko hai. Haya. Hata ukirudi mumule. Mwingine? Haya, hata ukirudi. Mbe noro mukale mu kiriti cha mukoleo herati kitiara. Kitiara. Safi. Haya. Ya mbe mumuwa huko. Kutyo sasa. Haya mwamara. Utakulola. Mbe muri bate musoka buli muje nwimwe. Kutyo olimwe noro mukasubaro omu. Tayari. Haina shida. Tumemaliza. Numugu atako kumutwao. Aone numugu atako kumutwao. Kutyo ndola yenu. Kutyo. Safi kabisa oba.